Halo Tanzania, naitwa Esperanza wa Kuganda, ni mhamasishaji wa masuala ya bima Tanzania, na watu wengi mmekuwa mkiniuliza sana katika maswali ambayo mnaniuliza sana kwenye social media ni TIRA ni nani, na je, kama mkinunua bima zenu ziko salama na vitu kama hivyo. Nimekuwa nikiwaelezea sana, lakini leo nimetembelea katika banda la TIRA katika hapa kijiji cha Bima Sabasaba, na nimekuja kuongea nao moja kwa moja ili muweze kuwasikia wao ni wakina nani, na kwa wale watu ambao walikuwa mna maswali na wasiwasi kuhusiana na sekta ya insurance, leo baba mwenye nyumba atawaambia kila kitu. TIRA ni msimamizi, TIRA ni mamlaka ya usimamizi wa bima Tanzania. Kwa hiyo anashughulikia masuala yote ya bima na wadau wote wa bima wako chini yake. So tumsikilize meneja kanda ya Mashariki ana nini cha kutuambia leo. Asante mtangazaji. Kwa majina naitwa Kurenche Mbura, ni meneja wa kanda ya Mashariki kutoka mamlaka ya usimamizi wa bima Tanzania. Tunapozungumza kanda ya Mashariki, maana yake tunazungumzia mikoa mitatu ambayo ni Dar es Salaam, Pwani na Morogoro. Mamlaka ya usimamizi wa bima wa Tanzania, sisi ndio wasimamizi wa shughuli zote za bima hapa nchini, na katika kuadhimisha miaka 50 ya maonyesho ya kimataifa ya biashara Dar es Salaam, sisi kama mamlaka tumekuja kushiriki katika maonyesho haya tukiwa na wadau mbalimbali katika kitu ambacho kinaitwa kijiji cha bima. Tunazungumzia kijiji cha bima ni kwa sababu ni kwamba kwenye hili eneo ni kwamba makampuni mbalimbali ya bima ambao ni wadau wetu wameambatana na sisi katika kuhakikisha sasa shughuli zote za bima Tanzania manake zinapatikana katika sehemu moja, ambapo ni katika kijiji cha bima katika maonyesho haya ya Sabasaba. Kikubwa kilichotuleta hapa ni kuhakikisha kwamba wananchi wanakuja kuifahamu bima kwa ujumla wake, kuifahamu mamlaka ya usimamizi wa bima ambao ndio wasimamizi wakuu wa shughuli za bima, vile vile kuhakikisha wale watu ambao wanahitaji kufanya usajili wa biashara zao za bima basi wanapata huduma hizo katika eneo moja. Lakini pia watu wote ambao wanakuwa na malalamiko ya kibima basi wanaweza wakawaleta katika eneo hili, manake hapa tuko na wadau wote kama kampuni za bima, manake sasa malalamiko yao yote yatakuja kushughulikiwa katika eneo hili moja. Lakini vile vile kikubwa katika maonyesho haya tumekuja na ile sera ya bima ya afya kwa wote, kwa sababu tunafahamu sasa hivi kama Tanzania kuna sera ambayo imepitishwa kwamba kila Mtanzania sasa hivi anatakiwa awe na bima ya afya kwa wote, bima ya afya ambayo itamkinga katika pale ambapo anakuwa amepata changamoto za kiafya. Kwa hiyo kupitia katika maonyesho haya sisi kama mamlaka tuna wajibu wa kuelekeza wananchi nini ambacho wanatakiwa wakifanye, na vile vile kama watahitaji kupata hizo huduma za kiafya za bima ya afya basi katika maonyesho haya wanaweza wakapata hapa. Kikubwa tu nipende kuwakaribisha Watanzania wote na kutoka Dar es Salaam na viunga vyake na mikoani waje katika maonyesho ya kimataifa ya biashara ya Sabasaba, lakini vile vile wasiache kutembelea katika banda letu la usimamizi wa bima Tanzania ambao kwa maonyesho haya inajulikana kama kijiji cha bima, kuja kupata faida, fursa na manufaa yote yanayotokana na uwepo wa bima hapa nchini Tanzania. Nafikiri tumemsikia meneja wa kanda wa TIRA akituelezea TIRA ni nani na tuko wapi na kwa nini kuna kijiji cha bima na vitu kama hivyo. So leo nataka ni pose maswali yenu machache ambayo mmekuwa mkiniuliza sana kuhusiana na TIRA na sekta zima ya bima. So tutamuuliza meneja wa kanda maswali machache and then tutaendelea na sehemu nyingine. So meneja wa kanda, kuna maswali mengi sana watu wengi wanaifahamu. Moja ya kitu ambacho kikubwa Watanzania wengi hawaifahamu ni TIRA yenyewe. Sawa, wanazifahamu labda kampuni za bima lakini hawajui kwamba kuna msimamizi wa bima na vitu kama hivyo. So mimi nilikuwa natamani, Watanzania wengi wanasema, wanalalamika, yani kuna misconception nyingi kwamba kampuni za bima hazilipi, kampuni bima ni utapeli. Yani kuna vitu vingi sana ambavyo viko huko na wakidhani kwamba kampuni ya bima tu iko pale, hakuna mtu anayewasimamia na vitu kama hivyo. So unataka natamani waambie Watanzania how safe they are when it comes to bima kwa sababu kuna TIRA. Kama nilivyosema hapo awali, sisi ni taasisi ya umma. Tuko chini ya Wizara ya Fedha, kwa ni taasisi ya serikali. Kwa hiyo moja ya majukumu yetu sisi ni kushughulikia malalamiko, kwa sababu mpaka mtu anasema hajalipwa maana yake sasa hilo limeshakuwa lalamiko. Kwa hiyo labda tu nichukue fursa hii, kama kuna hiyo misconception kama ulivyosema ndugu mtangazaji, basi waje TIRA. Kama kuna mtu ana changamoto yake yote ya kibima, waje TIRA, kwa sababu sisi jukumu letu mojawapo ni hilo, kushughulikia malalamiko. Na ukiangalia katika takwimu ni kwamba kuna watu wengi ambao wameleta malalamiko yao TIRA yameshughulikiwa.
Kwa hiyo unakuta sasa kuna wale ambao wachache, wengine unakuta hawafahamu kwamba kuna mamlaka ya usimamizi wa bima ya TIRA, lakini kuna wengine hawafahamu kwamba unapokuwa labda kampuni ya bima imekutendea ndivyo sivyo, wapi pa kwenda. Kwa hiyo na kupitia mwandishi na uhamasishaji uendelee kuwaambia wananchi kwamba TIRA ipo na kwa kweli kwa kiasi kikubwa, na ukiangalia takwimu ambazo tunazitoka katika taarifa yetu ya soko la kila mwaka, kiasi kikubwa cha watu ambao wameleta malalamiko yao kwetu basi tumeyashughulikia. So Watanzania wameweza kusikia jinsi gani kwamba amesema kiasi kikubwa cha malalamiko ambayo yameletwa TIRA yameweza kushughulikia. Kwa hiyo malalamiko yenu na kutatuliwa. Kwa hiyo ile fia yenu ya kwamba mtaenda wapi, now you know kwamba kuna TIRA. Sasa kuna swali jingine la mwisho. Hili ni swali ambalo nakutana nalo sana kuliko yote. Wanasema kwamba especially nikiwa naelezea bima za maisha, wanasema kwamba bima ya maisha ni long term investment, miaka 10, miaka 20. What if insurance company collapse? Kitu gani kitatokea na vitu kama hivyo? So nataka uelezee kwamba ni jinsi gani TIRA mna manage na kuna nini kampuni zote kwamba hata kama ikitokea imekolapsi, yani Watanzania kuatoa ile fia wanafikiri kwamba inaweza ikakolapsi na zile premium zao zote zikaenda na vitu kama hivyo. So that is their biggest worry kwamba what if insurance company collapse, what happens to their premium na their coverage? Yes. Asante mwandishi. Tunasema kukolapsi kupo, lakini sisi kama mamlaka hizi kampuni zote huwa tunazikagua kila mwaka, huwa tunazikagua katika kuangalia ukwasi wao na mwenendo wao. Kwa hiyo sisi huwa kampuni kabla haijafikia ile hali ya kukolapsi, manake sisi huwa tunakuwa tumesha tanabaisha kwamba hii kampuni inapoelekea huko siko. Kwa hiyo kuna hatua ambazo huwa tunazichukua kama mamlaka katika kuhakikisha kwamba zile fedha ambazo zimewekwa na wananchi haziwezi kupotea. Kwa hiyo tunajihadhari kabla ile kampuni haijafikia katika hali ya kufilisika na kuanguka kabisa. Kwa hiyo niwahakikishie wananchi kwamba kukolapsi na kufilisika kwa kampuni kupo, lakini sisi mamlaka huwa tunajitahidi kabla hatujafikia huko, kuna hatua ambazo huwa tunazichukua na kuhakikisha kwamba wale wananchi wanapata haki zao kabla ile kampuni haijaendelea kufa. Sawa, nafikiri swali lenu limejibiwa kwa undani zaidi kwamba kampuni ya bima itakavyoanza kuonesha kwamba inayumbayumba, basi mamlaka ya usimamizi wa bima Tanzania ina take control na kuhakikisha haki zako wewe kama mnunuzi wa bima ziko salama, hakuna chochote kitakachopotea kwa sababu kuna TIRA. So thank you very much. Na una bima? Mimi nina bima zote. Na mimi namuuliza swali. Wewe una bima? Mimi nina bima. Bima gani? Na bima ya gari, na bima ya maisha, na na bima ya moto ya nyumba. Kweli? Ndio. Tutakukagua. Asante sana. Asante sana.